apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Firdaus TV, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Hii ni maalum kabisa kutokea Terminal 3 pale Dar es Salaam International Airport, ambapo tumetoka kuwapokea mahujaji ambao wamewasili siku ya leo, takriban mahujaji 400 hivi wakiwa wamewasili. Lakini moja ya watu ambao wametuvutia kwanza ni Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Abubakar bin Zuberi bin Ali wa Mbwana, lakini hapa tuko na Sheikh wa mkoa wa Pwani mwenye pwani yake, Sheikh Hamis Abasi Mtupa. Kwanza Sheikh, tuseme pole na safari. Amina, nashukuru sana. Safari ilikuwaje? Safari ilikuwa mzuri sana. Changamoto ni zile za kawaida tu za kibinadamu, kwa sababu ibada ya hija inahusisha mambo ya nguvu na mchaka na maeneo mbalimbali. Kwa hivyo haya kidogo huwa yanawafanya baadhi ya mahujaji kutetereka afya, lakini hatua ya mwisho wote wanarudi wakiwa salama, alhamdulillah. Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Abubakar Zuberi amesema kwamba jema tufanye ibada tuko vijana, na wewe nadhani hili umeligusia hapa. Mlipata nafasi ya kuzungumza kwenye ndege ama imekuwaje mpaka imekuwa sasa kama falsafa kwamba vijana ndio wafanye ibada hii? Hili linatokana na watu wengi ambao wanatekeleza ibada ya hija ni wazee, na wanafanya ibada katika mazingira magumu sana. Pengine mtu anailipia hija mara moja na nusu analipa gharama za kwenda kusafiri, na nusu zile gharama za kuwezeshwa kuifanya ile ibada. Kila eneo inabidi akodi aweze kuzungushwa kufanyishwa, kitu ambacho kwa kweli kinakuwa ni mtihani mkubwa sana. Sasa tulikaa kikao kule na Mheshimiwa Mufti, na mimi nilikuwa naye karibu sana, kwa sababu ni katika timu ile ya viongozi wa idara ya hija BAKWATA. Ametupa jukumu mashekhe wa mikoa wote na mashekhe wa wilaya na maimamu wa msikiti kuhakikisha kwamba tunapiga parapanda la nguvu sana, na hasa kwa vijana mzigo wanao, kwa sababu ukikaa nao atakwambia katoka China mwezi mzima, katoka Dubai, katoka Qatar kufunga kontena. Kwa hivyo hawa wanatakiwa wapewe elimu, wazinduliwe kiasi kidogo tu, ili waone kwamba kumbe kuna jambo ambalo wanatakiwa walifanye lilokuwa kubwa zaidi kabla ya kwenda Dubai, kabla ya kwenda China kukusanya mzigo wa biashara. Kwa hivyo tunawatakia zile biashara zao wazifanye, lakini fungu la biashara zile waende mara moja kutekeleza ibada ya hija katika hali ya ujana, kwa sababu zimekuja hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kijana ambaye anafanya ibada katika ujana wake inakuwa na kheri na malipo makubwa sana kuliko ni mtu anayefanya katika hali ya utu uzima. Kwa hivyo vijana wa Kiislamu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwaka huu mahujaji wote ukikusanya Tanzania bara na Tanzania visiwani ni 3500, wakati wenzetu wanakwenda 500,000. Tena wanapigwa pini, wanatamani wafike hata 1,000,000. Indonesia wanaongoza, Nigeria wanafuatia, nchi mbalimbali. Sisi tumepewa nafasi sio 20,000, lakini tunakwenda watu 3,500. Vijana wengi bado tumebakia nyumbani, tunafanya majambo ambayo kwa kweli hayapendezi. Kwa hivyo hii kauli mbiu ambayo Mheshimiwa Mufti ametutaka tuhakikishe kwamba kutoka hii Dhulhijja mpaka Ramadhani nyingine inakaribia, basi Shaaban 15, basi watu waweze kukamilisha process za kwenda kutekeleza ibada ya hija, na hususan vijana kabisa. Alhaji Mtupa, labda kwa kumalizia, moja ya vitu ambavyo vimetuvutia sana mbali na kwenda kufanya ibada ya hija, lakini wewe tumepata taarifa umeenda kama mwalimu, labda hili likoje? Namshukuru kwa sababu Mheshimiwa Mufti amenipa fursa hiyo katika mashekhe wake wa mikoa kwamba niwemo katika ile idara ya hija, na nilikuwa natuma taarifa mbalimbali kupitia Firdausi, kupitia watu mbalimbali, nikiwa najaribu kueleza zile ziara zinazofanyika kule. Kuna ibada lakini kuna yale mafunzo mtambuka. Hiki ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakieleza kwamba ule msikiti wa Makka, kwa nini wenyewe unatoa swala moja ya faradhi kwa 100,000? Msikiti wa Madina,
Kwa nini unatoa swala moja ya faradhi kwa 1000? Tunapokwenda pale Mina tunakaa siku 3. Maana yake ya kukaa siku 3 nini? Tunapokwenda katika mlima wa Uhud unatoa mafunzo gani mlima wa Uhud? Tunapokwenda katika msikiti wa Quba unatoa funzo gani msikiti wa Quba? Tunapokwenda kule Jamarati kupiga mawe siku 3 tunakaa pale tunampiga mawe shetani. Vijana wanasema tunampopoa shetani, na wengine wanakwenda mpaka na manati. Yani tunapata mafunzo gani? Tunapokwenda Arafa tunakaa pale siku nzima. Sasa nilikuwa najaribu kuyaleta haya ili kuwapa faida Waislamu na Watanzania kwa ujumla, waone kwamba wanapokwenda hija na wanaporudi wakiwa weupe hawana madhambi, maana yake kuna mambo mapya wameyapata, na yale mambo mapya ndio ambayo inasisitiza mahujaji tuyafanyie kazi, kwamba hija tayari watu shakamilisha. Kama alikuwa mtu anataka aende Maka ili akapate jina la kuitwa Alhaji, utaitwa, uitwe hajati utaitwa, lakini maana yake wewe sasa hija yako ilikuwa ni kutafuta name tu ile upate kuitwa Alhaji au Alhajati. Lakini kama ulikwenda kwa ajili ya kupata mafunzo utakuwa umeyapata. Sasa anza kuyaishi yale mafunzo ambayo umeyapata katika mji wa Maka. Kila Alhaji tumemhusia aituze hija yake, asiharibu ile hija yake. Hasa kina mama ni watu ambao wanateleza sana. Hajati akiwa mwanamke haifai kumkuta anakuwa wazi mwili wake, kichwa wazi, hana stara, anavaa nguo ambazo watu wengine wanasema huyu ndio hajati kweli, haileti maana. Kwa hivyo wakina mama na wahusia sana, kwa sababu ni wapesi kuteleza. Sasa wale ambao wamebahatika kwenda kutekeleza ibada ya hija jinsi walivyokuwa kule, basi ndio wanatakiwa wabakie katika hali ile ile, stara yao, aonekane kabisa katika mtaa, huyu kweli ni hajati, huyu kweli kaenda kubadilika. Na sisi kina baba pia kadhalika, ambao tumekwenda kutekeleza ibada ya hija tumerudi, basi turudi wapya kweli kweli, ili hizi dua ambazo mahujaji wamekusanyika pale Maka, wamekusanyika leo uwanja wa ndege na watu wamekwenda pale. Kuna watu pale wakufuata maji ya Zamzam, wala tasbihi wala kofia, dua, wakiamini kwamba nyinyi mmerudi mkiwa mweupe. Sasa hii fursa tusipoteze. Labda tu kwa mkoa wa Pwani umeenda wangapi? Kwa mkoa wa Pwani wamekwenda mahujaji wengi, sina takwimu sahihi, wamekwenda mahujaji wengi, lakini hili tunalisha kwamba mwakani biidhnillah taala tunataka mkoa wa Pwani wasipungue mahujaji 100 au 200. Amina sana. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.